Leo ninaenda kuongea kitu kwenye kichwa kidogo cha ujumbe. Jana tuliangalia jinsi ambavyo ushindi unaopatikana katika nyakati ngumu. Naenda kuongea leo juu ya wakati sahihi kwako, yaani majira sahihi. Kumbuka tunazungumzia juu ya wakati. Kwa hiyo najaribu kukuwekea kitu fulani ambacho kitakusaidia kukumbuka mambo ya muhimu. Tuende kwenye Biblia, kitabu kile cha Mithali, sura ya 15, mstari ule wa 23b. Naomba tusikie hapo. 23b. 15 Mithali mstari wa 23b. Yes. Mtu hulifurahia jibu la kinywa chake, na neno linenalo wakati wa kufaa ni jema kama nini. Vizuri. Soma tena Mithali 10:32. Mithali 10:32. Midomo ya mwenye haki huyajua yatakayokubaliwa, bali kinywa chao wasio haki hunena ukaidi. Vizuri. Ninaenda kufafanua kidogo, lakini nienda Mwanzo sura ya 41 mstari mmoja wa kwanza, alafu ruke kwenda mstari wa 33. Nataka nizungumzie juu ya neno linalozungumzwa wakati wa kufaa. Ni zuri sana, ni jema sana. Lakini pia mtu mwenye haki huyajua yatakayokubaliwa. Shikilia tu hiyo kwamba kuna maneno ambayo yanasemwa wakati wa kufaa. Kuna maneno yanayosemwa wakati ambao haufai. Na kwa maneno hayo yapo ambayo mtu hujua haya nayo yasema yanakubaliwa. Hiyo nayo ni ufahamu na akili ambayo kutoka kwa Bwana, kujua yale unayoyasema kwamba yatakubaliwa. Shikilia hapo. Nenda mstari wa 30. Soma kwanza afu ruke mstari wa 33. Ikawa mwisho wa miaka 2 mizima, Farao akaota ndoto, na tazama amesimama kando ya mto. Nenda mstari wa 33. Basi Farao na ajitafutie mtu wa akili na hekima, amweke juu ya nchi ya Misri. Atafute mtu wa akili na hekima. Shika hiyo, akili na hekima, amweke juu ya nchi yote. Go ahead, endelea. Farao na afanye hivi tena, akaweke wasimamizi juu ya nchi, na kutoa sehemu ya 5 katika nchi ya Misri katika miaka hii 7 ya kushiba, na wakusanye chakula chote cha miaka hii miema ijayo, wakaweke akiba ya nafaka. Vizuri. Nenda mstari wa 40, mstari wa 40. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Endelea. Farao akamwambia Yusufu, tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitani nzuri, na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Akampandisha katika gari lake la pili alilokuwa nalo, na watu wakapiga kelele mbele yake, pigeni magoti. Hivyo akamweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akamwambia Yusufu, mimi ni Farao, na bila amri yako mtu asiinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri. Farao akamwita Yusufu. Natosha, asante. Ninazo dakika
kutoka kwa Bwana ambayo itainua maisha yako na kuyapeleka level nyingine. Yusufu, mtu ambaye tumekuwa tukimjadili, tumekuwa tukimtazama, huyu ndiye mtu ambaye ana kibali kila anapokwenda, anaheshimika kila anapokanyaga, na anasikilizwa na mambo yake yanamnyokea, kila afanyalo linafaulu, ingawa kapita kwenye nyakati ngumu za aina mbalimbali. Wakati mmoja aliweza kutumiwa kusaidia wengine kutoka kwenye shida, yaani aliwapa tafsiri wafungwa wenzake wakatoka gerezani, yeye akabaki. Wengine wanatoka lakini yeye akabaki. Wako watu wananitazama, wameshauri wengine wakatoka kimaisha, wamesaidia mitaji wengine, mambo yao yamewanyokea, lakini wao wangali waking'ang'ana. Wametoa hekima kwa wengine wakaolewa, wametoa hekima kwa wengine wakaoa, lakini wao wako pale pale wanang'ang'ana. Yusufu aliwatoa wengine kwenye tabu, aliwatoa wengine gerezani, lakini alibaki gerezani. Ila waliotoka walienda wakabaki kwa watu wa kawaida. Siku ilipofika, majira sahihi ya kwako ndiyo muhimu. Usitamani majira ya mtu mwingine, usitamani fursa za mtu mwingine. Kila mtu ameandikiwa fursa zake, kila mtu ameandikiwa wakati wake, na wakati wako ndio mzuri na ndio unafaa. Maandiko inasema baada ya miaka miwili, kumbuka Yusufu alimuomba yule ndugu, akamwambia ukaniseme, ukanitaje mbele ya Farao, na alipotoka yule akamsahau. Miaka miwili, na sisi huwa tunahubiri ya kwamba huyo alimsahau Yusufu kwa miaka miwili. Lakini leo nilipokuwa na tafakari, nikatambua kulikuwa na kusudi ya Bwana, kulikuwa na mpango kamili. Kwa nini yule alisahaulishwa asitamke wakati ule? Kwa sababu pengine maneno yake hayangekuwa na uzito, pengine maneno yake hayangekuwa na thamani. Maneno yasemwayo wakati sahihi huwa ni mazuri na yanaleta tija. Wakati huo ulikuwa ni wa uhitaji wa majibu, kulikuwa hakuna mtu wa kutatua jambo, kulikuwa kuna mkwamo, kulikuwa na mdororo. Hapo ndipo ilikuwa inatafutwa mtu. Lakini kama angeliyasema maneno wakati wa utulivu wa kila kitu, hakuna mtu angeyasikiliza. Hata Farao angeyasikiliza na kuyapuuza hapo. Neno lisemwalo wakati wa kufaa, hilo ndio zuri kama nini. Muombe Mungu akujalie kujua jambo la kusema wakati gani. Si kila neno unalolijua unatakiwa uliseme, sio kila ujumbe unaojua unatakiwa useme. Kuna mengine unaambiwa baki nayo kwanza. Ni kama unahatamia, ni kama kuku anayevyohatamia vifaranga. Usifanye haraka kutotoa, maana utaharibu mayai yako. Mambo huwa tunayaficha kwanza, kuna wakati wa kuyasema, na maandiko yanasema mtu wa haki huyajua wakati huu ndio unaofaa. Hainayosema yatakubaliwa, ya kwamba mwenye haki hujua yatakayokubaliwa. Mungu akujalie yale ambayo utayasema kwa wakati ufaao, ujue yatakubaliwa na yatakuinua kimaisha. Usiseme mambo unayosema. Muombe Mungu akusaidie kwamba naenda kuyasema, ninaamini atakubaliwa. Yusufu siku ile alipokuwa maneno yale yametamkwa, yule aliyemsahau kwa miaka miwili, siku alipotamka maneno yale, kila kitu kilisimamishwa ikulu. Alituma mtu haraka, walienda kule gerezani, wakamwambia haraka tutoke. Wakamnyoa nywele za gerezani, wakamuondolea mavazi ya gerezani, akapandisha kwa gari ya ikulu, akaingia mbele ya mfalme. Yani kutoka gerezani
ni mpaka ikulu, kutoka mfungwa mpaka kwa mfalme, akaketi kwenye viti vya mfalme. Mfalme hana majibu yoyote, majibu yamegoma nchi nzima. Ni lazima tu msikilize huyo mfungwa, ni lazima tu upate mawazo yake. Ndipo alipoyatoa mambo yaliyomkwamisha. Lakini huyu mfungwa Yusufu akasema mawazo yake, akashauri na kutoa mwongozo. Ile ndoto uliyoiota maana yake ni nini? Iko njaa kubwa iko inakuja, iko shida inakuja, lakini pia kuna shibe, pia kuna baraka. Lakini weka akili ili jinsi ya kufanikisha mambo. Sikiliza, baada ya kusema na kutolewa kwake kwa majira, siku hiyo hiyo Yusufu aliyechelewa kutoka, na kwambia mstari wa 40, mfalme hapo hapo akamtangaza, wewe utakuwa wa pili kutoka kwangu, wewe utakuwa mtawala kwa niaba yangu. Akampa na pete ya utawala, akampa na gari la kifalme. Usidhani umechelewa, ni majira yako yanakuja. Wengine wametoka mapema, lakini wako watu wa kawaida tu, hawajafanya la tofauti. Lakini siku wewe ukitoka na mambo yako yanakuwa tofauti, nchi nzima ikamtambua. Siku hiyo kila mtu akaambiwa apige magoti na kutabiria kwa jina la Bwana. Wakati wako ndio huu umefika. Mungu akufunue, Mungu akuweke mbele ya watu wa kutoa mwongozo wewe kupokea katika jina la Yesu. Yusufu akawa ndiye mtawala baada ya Farao, na akatoa ushauri kwamba tafuta mtu ambaye anastahili. Ushauri wake ulikubaliwa, maneno yake yalipokelewa. Kibali husababisha maneno yako yapokelewe, maneno yako yakubaliwe. Maneno yasemwayo wakati wa kufaa yanavaa kama nini? Maneno ya Yusufu yalikubaliwa, hata yule aliyesema kwa niaba ya Yusufu yalikubaliwa. Kila kitu kilichosemwa kuhusu Yusufu kilikubaliwa, na kuombea kwamba huu ndio wakati wako. Maneno yakisemwa hata na wengine kwa niaba yako yakubaliwe pia. Ukiyasema mwenyewe yakubaliwe pia. Akatoa ushauri, akasema tafuta mtu ambaye ana akili na hekima, halafu mweke juu ya nchi. Na hakujipendelea, alikuwa anampa ushauri. Mfalme akasema, ni nani zaidi ya wewe? Usitake kujipendelea, watangulize wengine. Kibali cha kwako kina nguvu. Hata kama ukiwatanguliza wengine, Bwana atajua tu wewe ndio unastahili. Alipotanguliza wengine, hakusema nipate yeye nafasi, hakusema nipatie wewe nafasi. Anasema wapatie, tafuta mtu mwenye akili na hekima. Maana yake ni nini? Nataka niongee kwa haraka dakika 2 vitu 5 ambavyo nimekuwa nikiviongea siku za kutosha, na nataka kuvirudia ili ujue, nataka uelewe. Kitu cha kwanza, hekima ni akili, ni kuwa na ufahamu, ni kuwa na maarifa sahihi juu ya jambo fulani. Lakini hekima ni kujua ni kufanya nini, 1. 2, ufanye lini, 2. 3, ufanyie wapi, 4, ufanye na nani, 5, ufanye kwa jinsi gani. Hayo mambo ndio muhimu, lazima ujue nini cha kufanya. Yusufu akasema mtu wa hekima atakayejua kipindi cha shibe afanye nini na afanyeje kipindi cha shibe, tufanye nini. Watu wengine hawajui majira yao. Kuna majira ambayo wakati huu kuna neema kubwa unayo, wakati pesa unazo, wakati unakubalika kila mahali, tumia muda vizuri. Kuna wakati utakubalika kila wakati, kuna wakati hizo pesa zitakuwepo. Weka akiba. Akamwambia tafuta na wasimamizi, tuweke akiba. Angalia uweke nini, wakati gani, uweke nani ambaye atahusika. Maana yake ni tafuta mtu
mtu, huyo mtu ni yupi ambaye kwenye maisha yako unamhitaji. Mtashirikiana kufikisha maono yale uliowekewa na Mungu katika maisha. Wengine ni mfanyabiashara, unahitaji mtu wa kukusaidia biashara. Wengine ni katika kila eneo, lazima ujue ni nani wa kukufaa. Si kila mtu anakufaa. Wengine watakudondosha, wengine watakukwamisha, lakini yupo mtu wa wakati wa kukufaa ambaye mtashirikiana naye, na wakati ukifika uutumie vizuri. Lakini jinsi gani ya kufanya? Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Mungu akusaidie hekima. Haya ni maisha ya mashindano, ni mashindano. Usigombane na mtu, jua cha kufanya, jua unafanya lini, unafanyia wapi, unafanya na nani, na unafanyaje. Maisha yako itakwenda juu. Huo ndio ushauri wa Yusufu aliyoutoa na ndio aliyoutumia kuweka akiba. Wengine sijui kama walielewa, maana hii habari ishatangazwa kwenye vyombo vya habari. Kwa nini wao hawakukusanya akiba? Kwa nini wao hawakutunza mpaka njaa ikawakuta? Kuna mambo yako wazi, wewe unakaa kila saa, lakini ukweli unajulikana. Kwa nini wakati serikali inaweka akiba, inatunza kwenye magawa, kwa nini sisi tusio na mpango wa akiba wenyewe? Sisi mbona hatujiandae kutunza mambo ya familia? Hapo baada ya mwaka mmoja mvua isiponyesha, tunailaumu serikali haijatulisha. Hapana, ni kwa nini wewe usijue mambo ya familia yako? Kwa nini usipange mambo yako? Kwa nini usijue akiba ni muhimu? Mungu akujalie akili. Tumekuwa walalamishi mno, tumekuwa watu wa manunguniko, watu wa kulaumu, lakini hizo lawama si za kweli. Wewe unatakiwa ujue wajibu wako ni nini. Kama huna leo mtu anatakana ni wewe mwenyewe upewe hiyo akili, upewe ufunuo, upewe hekima ya kuwa mtu aina hiyo. Wewe mwenyewe, kama si wewe, tafuta mtu kukusaidia. Wewe uwe tafuta mtu wa pili. Kama Farao akatafuta mtu wa pili. Mtu wa pili ndiye alifanikisha nchi. Mtu wa pili ndiye alifanya Misri ikaheshimika dunia nzima. Si lazima uwe wewe, lakini tafuta mtu wa sahihi atakayekuwa msaidizi wako, atasababisha uweze kufikia malengo yako. Bwana akubariki, Bwana akuonekanie. Bwana amekuonekania. Inuka pale ulipo, mwambie Bwana nisaidie. Maneno wakati wa kufaa, neno lisemwalo wakati wa kufaa niseme wakati ufaao, na wakati wa kufaa maneno yanakaa kubaliwa. Hata kama ilipita miaka mingi, miaka miwili kama alisahaulika. Wengine washatoka nje, walikuwa wanashinjoi maisha, lakini yeye alikuwa gerezani. Ila walipotoka walikuwa ni watu wa kawaida. Siku yeye ametoka alikuwa ni mtawala. Siku yeye alitoka alikuwa ni mtawala. Usigombane na watu, usitamani fursa za watu, usitamani majira ya watu. Hayo sio majira yako. Majira yako ni tofauti. Yasubiri majira yako, yangoje majira yako. Ukiona unapofanikiwa, washukuru na wapongeze. Usiwe na wivu, wapongeze. Mpongeze anayefanikiwa kabla yako, maana wewe ukifanikiwa kila mtu atajua. Maana unaangaliwa maneno yasemwayo wakati wa kufaa. Unakapo yasema yatakubaliwa katika jina la Yesu. Ongea na Bwana kwa dakika hizo mbili. Baba nashukuru kwa sababu hakuna aliyechelewa. Majira yako ndio yanafaa, majira yako ndio sahihi, wakati wako ndio unafaa. Kila mmoja aliyeko hapa yako majira yake. Naomba haya majira yake yatakubalike Bwana. Maneno yanayosemwa kuhusu yeye abarikiwe yakubalike, na atakao yasema pia yakubalike katika jina la Yesu. Anapotoka kwenye hiyo hali, anapoenda juu, akafanikiwe zaidi. Mafanikio yake yakaguse nchi nzima, yakaguse Afrika, yakaguse dunia nzima. Najua umeng'ang'ana muda mrefu, lakini Mungu anakutengeneza. Yusufu alibaki pale gerezani, wengine walitoka na wewe bado uko. Hata wengine hamjaolewa, hata wengine hamna watoto. Usijali, maana watoto wako utakaowapata
watakuwa ni kina Samueli, watakuwa ni kina Isaka, watakuwa ni kina Yusufu, watakuwa ni watawala, watakuwa ni watu wakubwa. Hivyo usijali, wanao wapate watoto, wapongeze na uwapongeze. Usiwe na wingu na mtu. Walioolewa wapongeze, waliooa wapongeze, wenye biashara wapongeze. Maana ya kwako ipo, maana ya kwako ipo. Acha anabariki maisha yako. Bwana anainua maisha yako. Mbarakani wa kwako hauchangamani na mtu. Kila mtu kama alivyo na jina lake. Jina lako ni la kwako. Ukiitwa ni wewe. Bwana akamtuma malaika, nenda kwa Bikira Mariamu. Mabikira wako wengi, lakini nakutuma kwa Mariamu. Nenda pale. Hata kile kijiji kina Mariamu wengi, lakini nenda kwa Mariamu yule, na kutangaza ya kwamba msaada unakuja kwa alama ya jina lako. Mungu hatachanganyikiwa, hatapotea njia. Malaika wako hatapotea njia, hatafikisha ujumbe. Msaada utakufikia pale ulipo, katika jina la Yesu. Yusufu anatoka, anavaa mavazi mapya. Pokea kibali, pokea wakati wako, pokea heshima yako, pokea kibali cha utawala sasa, na kuingiza kwenye utawala. Anza kutawala. Yusufu akatawala. Maamuzi yako yaanze kuwa juu, maana Bwana amekupeleka juu, amekupeleka juu. Waliokutangulia watakutumikia, na uwapende tu. Usiwe na kiburi, maana wewe umekuwa ukiangaliwa kwa ajili ya vitu vikubwa. Hii dunia ikafurahi kwamba wewe uliwepo, wewe ulikuwepo, wewe uliumbwa. Hii dunia ishangilie. Bwana atukuzwe kupitia wewe. Baba, asante kwa ajili ya mtazamaji wangu. Mambo yaliyokwama yafunguke, kwenye gereza lake yatoke, heshima yake apewe, mambo yabadilike, utukufu mfurike, kila kitu kiwe kizuri katika jina la Yesu. Na ibariki siku yako leo, na bariki nyumba yako, familia yako, na bariki taifa la Tanzania. Watanzania na wabariki, Afrika na ibariki, ulimwengu na ubariki, dunia yote ibarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Imekuwa kwako. Pokea sasa. Kama unaamini, sema amina kubwa. Sema amina kubwa zaidi. Naona mtu aliyetendewa akasema amina kubwa zaidi. Haleluya. Basi tuwaenda kumtolea Bwana sadaka zetu. Sadaka yako ichukue wewe ulio kwenye mtandao. Tuna sadaka kwenye namba hiyo, ni sadaka. Wakati mwingine tunakosea, tuandika mchango. Sio kuchangia, ni sadaka. Toa sadaka. Ni sadaka. Na kila mmoja shika sadaka. Baba mwema, tunashukuru kwa ajili ya upendo wa ajabu, ukarimu wako wa kipekee. Umetupa mengi mno, uhai, afya na ni baraka tele. Twakuabudu kwa sadaka zetu kama mbegu kwenye ujumbe wa asubuhi. Tunatarajia mavuno makubwa katika kila hatua, kwa utukufu wa jina la Yesu. Sema amina. Asante sana.